Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, mchezo mkubwa wa kirafiki ambao kwa sasa unaendelea katika uwanja wa Uhuru uliopo jijini Dar es Salaam ni mchezo ambao umekutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club kutokea katika nchi ya Tanzania dhidi ya klabu ya soka ya Les Eagles du Congo, ambapo mchezo huu ni maalum kwa ajili ya lile tamasha la siku ya Yanga Day ambalo limeweza kufanyika katika uwanja wa Uhuru. Fahamu katika mchezo huu ambao unaendelea, Young Africans wameweza kuanza na kikosi kifuatacho. Golini ameweza kuanza screen protector Djigui Diarra, fullback namba 2 ya Otoula Kwasi, fullback namba 3 ameweza kuanza mchezaji Shadrack Saka Boka. Katika eneo la center back namba 4 ni Ibrahim Mohamed Bakam, center back namba 5 akianza Bakari Nondo Mwamnyeto. Katika eneo la kiungo namba 6 ameweza kuanza Duke Abuya. Katika eneo la winga namba 7 klabu ya soka Yanga wameweza kuanza na mchezaji anayefahamika kwa jina la Alan Okello Starboy, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Lakini katika eneo la kiungo namba 8 ameweza kuanza mchezaji Max Zegeli, pia miongoni mwa wachezaji wenye injini kubwa sana ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Lakini mshambuliaji ambaye ameweza kusimama pale mbele ni mshambuliaji mpya Cheick Ibrahim Toure, ambapo kwa mara ya kwanza tunaona mashabiki wanamtazama nyota huyu ambaye kwa upande mwingine amesajiliwa katika dirisha hili kubwa la usajili. Lakini katika eneo la kiungo namba 10 hapa klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kuanza na Housin Zakwani, miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kukaa na mpira, bila kusahau kwa upande mwingine miongoni mwa nyota ambao wanafanya vizuri ukiwapa nafasi. Lakini kwa upande wa winga namba 11 ameweza kuanza Albert Kagwanda, mchezaji mpya anayekutokea katika nchi ya Zambia. Kwa hiyo tunaona Yanga kwa sasa wanacheza na Les Eagles du Congo ambao nao pia ni miongoni mwa klabu ambayo itakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika mara baada ya kumaliza katika nafasi ya pili katika ligi kuu ya nchini Kongo. Kwa hiyo ni kipimo kizuri ambacho Yanga wanakipata, kwa sababu ndio pia ni miongoni mwa klabu ambayo itakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani. Kumbukwe kocha Mankit wa klabu ya soka Yanga Sports Club, hii inakuwa ni mechi yake ya kwanza ya kimashindano ambayo kwa upande mwingine ni siku ya Yanga Day, lakini mechi moja kwa moja itakwenda kutathmini ni wapi ambapo kuelekea msimu ujao na ni mchezaji gani ambaye atakwenda kumtumia. Sasa mara baada ya kufahamu kile ambacho kinaendelea pale katika uwanja wa Uhuru, una nafasi ya kwenda eneo la comments na kutuambia katika mchezo huu unaiona klabu ya soka ya Yanga ikienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi dhidi ya kosi ya soka ya Les Eagles du Congo katika mchezo huu wa kirafiki katika siku ya Yanga Day.